Habari za jioni, mpendwa msikilizaji wangu. Karibu tena jioni ya leo tuweze kushirikiana maneno mazuri ya Mungu, tuweze kuyatafakari kwa pamoja, na bila shaka Mungu atakutembelea na itakuwa baraka kubwa kwako jioni ya leo. Ningependa tushirikishane na wewe maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, na tutasoma kuanzia mstari wa 38, alafu tutaenda mpaka mstari ule wa 43. Mpendwa msikilizaji, naomba tusome maandiko hayo ya kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 38. Nitasoma kwa kuruka kidogo mstari wa 38, alafu tutaenda mstari ule wa 42 na kisha 43. Tusome. Naenda kusoma. Biblia inasema hivi, Matendo 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mpendwa msikilizaji, twende tukaendelee kwenye mstari ule wa 42 na mstari wa 43. Mstari wa 42 unasema, akatuagiza tuwahubiri watu na kuwashuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Mstari wa 43, huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Tuombe. Mtakatifu Mungu, wewe ambaye unatujali na kutupenda, jioni ya leo umetupa nafasi nzuri ya kwenda kuyasikiliza maneno yako. Tunaomba sasa ukapate kuonekana katika neno lako hili, na msikilizaji wangu anaenda kulisikia jioni ya leo akapokee uzima, akapokee afya katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu, tumesoma habari ya kusisimua jioni ya leo ya kwamba Kristo Yesu anajulikana na kuonekana katika maandiko matakatifu kwa ushuhuda mwingi, na hapa tunasoma kitu cha ajabu sana. Tunasoma kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 10, na ukitazama kwa makini utagundua kwamba wale waliokuwa wakisema habari hizo walikuwa ni wale wanafunzi wake ambao waliwachagua, na baadaye Yesu alipopaa kwenda mbinguni, hawa wanafunzi wake walibaki. Hivyo basi, maandiko ambayo tumeyasoma ni ushuhuda wa wale wanafunzi wake, yale mambo makuu ambayo Yesu aliwaambia na kile ambacho wao sasa walikuwa wanawashuhudia watu. Na habari hiyo ni nzuri ajabu, na ndio maana maandiko yanaanza kwa kusema habari za Yesu Kristo. Habari za Yesu Kristo. Tunasoma kwamba habari za Yesu Kristo zilikuwa ni za ajabu. Maandiko yanasema alikuwa anazunguka huko na huko akitenda kazi iliyo njema. Alikuwa anazunguka Kristo kwenda kwenye miji, kwenda kwenye vijiji, kwenda kwenye vitongoji, kila mahali walipo watu. Yeye alikuwa anakwenda huko, anakutana na watu kule. Biblia inasema aliwaponya wote walioonewa na Ibilisi. Wote walioonewa na Ibilisi. Kumbe Yesu alikuja hapa ulimwenguni
ili awaponye wote wanaoonewa na Ibilisi. Mpendwa msikilizaji, yapo magonjwa ya mwilini, yapo magonjwa yanayosababishwa na nguvu za giza pia, kwa maana ya kwamba magonjwa ya rohoni, tunaita ya rohoni, kwa maana msababishaji wa magonjwa haya ni yule muovu, adui Shetani. Yesu alikuja kuwaponya wote wanaoonewa na Ibilisi. Maeneo yote ambayo Ibilisi yanashughulika kuwaonea wanadamu. Kwa sababu hiyo Yesu alikuja. Na utagundua pia alikuja kwa jambo jingine la ajabu. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 42:3, Yesu alipowatuma wanafunzi wake aliwaambia maneno ya ajabu. Alisema hivi, nendeni mkawaambie watu kwamba huyo Yesu ndiyo mhukumu wa walio hai na waliokufa. Tena mstari wa 43 unasema, kwa huyo Yesu manabii wote wanamshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mtu amwaminie atapokea msamaha wa dhambi, atapokea toba. Kwa kitu kingine tunachojifunza ni kwamba Yesu alikuja duniani ili aweze kuwanusuru watu na jehanamu ya moto. Yoyote atakayempokea Yesu jioni hii ya leo, yoyote atakayemkubali Yesu jioni hii ya leo, anapokea uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji, katika vipindi hivi ambavyo nitaendelea kuvifundisha, ningependa ushirikiane na mimi ili uweze kujifunza habari njema za wokovu wa roho yako. Wokovu kwa habari ya maisha yako ya kawaida. Wacha nikwambie kitu cha ajabu na cha kushangaza. Yuko adui Shetani ambaye siku zote mawazo yake ni kumfanya mwanadamu awe mtumwa wake. Siku zote katika maisha yake huyu adui Shetani ni kumfanya mwanadamu aishi kwenye maisha ya mashaka na mateso mengi. Yesu alikuja kama tumaini. Manabii wote waliotangulia walieleza habari zake. Kwa nini walieleza habari za Yesu? Kwa sababu Yesu ni wa tofauti. Alikuja ili ahusike na maisha yako, mpendwa msikilizaji wangu. Alikuja aweze kukuokoa, mpendwa msikilizaji wangu. Alikuja aweze kukupa baraka za Mungu ambazo Mungu alikukusudia kabla hata haujaumbwa huku duniani. Na Mungu alijua kwamba katika maisha yako vitakuwepo vikwazo. Atakuwepo adui Shetani kwa ajili ya kukusumbua, kwa ajili ya kuyashika maisha yako yasisonge mbele. Lakini neema ya Mungu imekuja jioni ya leo. Kama utakuwa unanisikiliza kwa makini jioni ya leo, hebu acha nikushirikishe habari hizi. Muamini Yesu Kristo. Huyu alitumwa. Andiko linasema manabii wote wamshuhudia kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Ninaamini ya kwamba hakuna binadamu katika hali ya kawaida angependa ahukumiwe na Mungu, angependa alaumiwe mbele za Mungu. Bila shaka hata wewe mpendwa msikilizaji wangu jioni ya leo usingependa ufarakane na Mungu. Basi ujumbe ndio huu kwa ajili yako jioni ya leo. Mwamini Yesu Kristo nawe utapokea uzima wa milele. Kama uko tayari sasa hivi, naomba nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako. Siku hii ya leo ninaamua kukupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisamehe. Nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninaamini kutoka moyoni mwangu, ninakiri kwamba ulikufa msalabani na ukafufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Asante Yesu kwa kuniokoa na kuniponya. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Ikiwa umefanya hivyo, mpendwa msikilizaji, napenda nikuthibitishie kuanzia sasa umeokoka. Wacha sasa nikuombee. Bwana Yesu mbariki msikilizaji wangu. Husika na maisha yake yote. Bwana, ukamuinue kutoka pale alipo sasa. Kama ni mgonjwa, ukamponye magonjwa yake sasa hivi.
mwili wake mzima ukawe na afya tele. Katika jina la Yesu, ukamponye pamoja na familia yake, ukaponye na uchumi wake. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Nambari zangu za simu ni 0782 90 7674. Naomba nirudie. 0782 90 7674. Mungu akubariki sana. Tuonane tena wakati ujao. Asante sana kwa kunisikiliza. Nikutakie wakati mwema. Mungu akubariki sana.